Karim, moja ya mjadala wetu ambao tulianza nao jana na leo tumeanza nao ni kuhusiana na hili swala la timu kutoingia viumbani kikanuni, na kanuni inataka timu zikae viumbani, lakini hii kanuni imeonekana sasa hivi kuivunja ni jambo la kawaida sana, na hasa hizi timu kubwa. Tumeona dabi hizi timu haziingii viumbani, na baada ya hapo bodi mnazipiga faini, wanalipa. Ni kama taswira ya ligi ambayo ni ligi bora barani Afrika namba 5 kidogo ni kama inachafuka hivi, na ninyi ndio mnaosimamia ligi. Pengine hili jambo ninyi mnalizungumziaje? Pengine na mna plan kitu gani, kwa sababu inazidi kushamiri sasa? Nimeusikia mjadala na ufuatilia, na naona hujapoa, bado naendelea kuwaka moto. Ndio. Ni jambo zuri kwa sababu mnajadili vitu ambavyo vinaweza tukipata suluhu tutakuwa tumepiga hatua kadhaa kwenda mbele kwenye maboresho ya ligi zetu pamoja na mpira wetu kwa ujumla. Ndio. Kwa hiyo niwapongeze kwamba ni moja kati ya mijadala mizuri, mijadala ya kujenga, mijadala ambayo inausaidia mpira wetu kwa ujumla. Ndio. Na bila shaka yote nasikia fahari na mimi kujumuika kwenye mjadala huu, kutoa yale ambayo nayafahamu, kushare nanyi pamoja na wasikilizaji ili kwa pamoja tushirikiane kupata suluhu. Sasa tukirejea kwenye namna ambavyo bodi ya ligi kuu Tanzania inatazama hayo mambo ama ina plani. Kwanza niseme hili ni jambo la kiuendeshaji, na masuala yote ya kiuendeshaji msingi wake ni kanuni. Kanuni ambazo tumekuwa tukizifanya maboresho almost kila msimu kwa kuangalia yale mapungufu yanayojitokeza. Tunaangalia namna gani tunaweza kuyakabili, tufanye nini, tubadili vipi kanuni kupata hiyo suluhu ya hizo changamoto. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeainishwa kwenye kanuni kama ulivyosema Juma, na kwamba ni kukumbushe tu kwamba msimu uliopita tulifanya maboresho ya kanuni ambayo msingi wake ilikuwa ni kuendelea kupambana na hilo jambo. Maboresho ya kanuni yaliyofanyika msimu uliopita kwa maana ya toleo la mwaka 2025 kwenye eneo hilo, baada ya mijadala mirefu sana, ilionekana klabu nyingi zinakwepa kutumia vyumba maalumu vya kuvalia kwa hisia za kwamba inawezekana kwenye hivyo vyumba kuna vitu vinakuwa vimefanyika. Kwa hiyo mjadala mrefu uliishia kwamba tuongeze muda ambao timu inakuwa na funguo ama inakuwa na miliki wa hicho chumba, na kwamba ikaenda zile funguo zilikuwa zinakabidhiwa almost saa 4 kabla ya kuanza kwa mchezo. Lakini sasa hivi tunapozungumza funguo zinakabidhiwa kwa klabu saa 8 kabla ya muda wa kuanza mchezo. Kwa hiyo kwa maana ya mchezo wa saa 10 alasiri, timu zinakabidhiwa funguo za vyumba saa 2 asubuhi. Sasa kwa nini tunakabidhi funguo saa 2 asubuhi? Saa 2 asubuhi ni muda ambao klabu inaweza kufungua chumba chake, ikakagua na kujiridhisha kwamba kinafaa kwa matumizi, na kama kuna changamoto yoyote saa 2 asubuhi, maana yake inatakiwa kufanya mawasiliano na muendeshaji kwa maana ya bodi ya ligi kuu Tanzania, kumweleza kwamba nimekabidhiwa funguo saa 2 asubuhi kwa mchezo wa saa 10, lakini wakati nakikagua chumba nimegundua kina mapungufu 1 2 3, maji hayatoki, kuna hewa nzito, madirisha hayafunguki, AC haifanyi kazi na kadhalika, ili muendeshaji aone namna gani anaweza kutatua hizo changamoto. Saa 8 zinatosha sana kutatua changamoto mbalimbali. Hata kama kuna changamoto kubwa kiasi gani, bado kwa muda huo tuna uwezo wa kuikabili na kuitatua ili timu itumie chumba. Lakini imekuwa tofauti, klabu kadhaa zimekuwa zikiendelea kufanya hilo kosa, na kwamba wanakabidhiwa funguo on time, wanakuwa na hizo funguo, ukifika muda wa kukitumia chumba ndipo wanakuja na complaints kwamba chumba kina changamoto fulani, jambo ambalo sidhani kama lina usahihi. Kwa hiyo tuseme hivi, kanuni imeboreshwa ili kuondoa hiyo challenge, lakini challenge inapoendelea, kuna kanuni inaeleza juu ya adhabu.
na adhabu zake zipo, zinajulikana na zimekuwa zikitolewa hizo adhabu kwa klabu mbalimbali, na kwamba kwa bodi ya ligi kuu Tanzania kutoza faini sio kipaumbele chake. Ndio maana unaona tumefanya maboresho ya kanuni kuepusha hilo jambo la kutoza faini, na kwamba kuadhibu klabu pia sio kipaumbele cha bodi ya ligi, kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha klabu, na moja kati ya sababu za kuundwa kwake ni kulinda na kutetea maslahi ya klabu. Kwa hiyo kuziadhibu klabu sio kipaumbele cha bodi ya ligi, sio jambo ambalo linaifurahisha bodi ya ligi. Ndio maana tunafanya jitihada kubwa za kuhakikisha klabu zetu hazitendi makosa. Tunasimamia michezo, tunazikumbusha klabu usifanye hivi, hili ni kosa, lakini hatuna uwezo wa kusukumana na watu kuwaingiza chupani. Hatuwezi sisi kwenda kubeba wachezaji kuanza kuwasukuma kuwapeleka kwenye chumba ambacho ni sahihi ama kinachotambulika kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo tunaishia tu kutoa taarifa, jamani, hiki hapa sio sehemu sahihi ni hii. Kwa hiyo klabu ikiona inapaswa kucomply na kanuni kama ambavyo inatakiwa, itafanya hivyo, lakini ikiona haina sababu itaacha kufanya hivyo. Kanuni zipo zinazotoa adhabu kwenye hilo eneo. Kwa hiyo so far niseme kwa kumalizia tu kwa kifupi kwamba kanuni zipo zinazozuia klabu kufanya hilo kosa, kanuni zipo zinazoadhibu klabu kwa kufanya hilo kosa. Kwa sasa hivi tukiwa tuna kanuni toleo la 2025, kitu pekee ambacho bodi ya ligi kuu Tanzania unaweza kufanya ni kuzuia kisifanyike na kutoa adhabu pale kinapofanyika. Lakini Boimanda, kama unavyosema, kikanuni adhabu zipo, na hizi adhabu vilabu wameshaona kwamba wanaweza kuzimudu. Tunaweza tukafanya kitu gani? Na tukianzia na ninyi wenyewe, ukiachana na hizi adhabu ambazo tayari zipo na vilabu wanaendelea kurudia haya makosa, na watu wanawatupieni ninyi lawama kwamba ninyi ndio mnausimamia ligi, mnasimamia mpira mkishirikiana na TFF kama chombo kikuu cha kusimamia mpira nchini, lakini ni kama mmelea vilabu sasa, watu waoni njia mbadala ambao unaweza kuwa ni suluhu kwenye haya mambo, na yanazidi kusogea katika karne hii ya kisasa ya dunia ya utandawazi. Asante Juma, swali zuri sana. Na niseme tu huu ni mjadala unapaswa kuwa mjadala wa kitaifa, kwa sababu hii ligi ilipofikia hapa haijajengwa na mtu mmoja, haijajengwa na taasisi moja, haijajengwa na TFF peke yake, bodi ya ligi peke yake, imejengwa na wadau wote wakiwemo wanahabari, hizo klabu, wadhamini, mashabiki na wengi. Kila mdau wa hii ligi ameshiriki kwa kiasi chake kwenye kuijenga hii ligi kufikia hapa ilipo sasa inazungumzwa. Taasisi moja, mtu mmoja anapoamua kuibomoa, haitakiwi kuwa mjadala kati ya bodi ya ligi na hiyo taasisi, au kati ya bodi ya ligi na huyo mtu. Unatakiwa kuwa mjadala wa kitaifa pia. Tunatakiwa tupinge wote kwa pamoja. Hilo ndilo la msingi ambalo na ndio maana nimewapongeza sana kwamba mnafanya huu mjadala, mna play part yenu. Sasa nirejee kwenye swali lako la msingi. Ni kwamba ndio sababu tunafungua dirisha la kupokea mapendekezo ya maboresho ya kanuni. Kwa nini tunalifungua kwa umma, kwa wadau wote? Kila mdau anaweza kawa na mawazo yake. Inawezekana hilo wazo lisiwe la Karim Boimanda, si ndio? Lakini likatoka kwenye kichwa cha mtu mwingine. Inawezekana TFF wasifikirie hilo jambo, lakini wanahabari wakafikiria, lakini wadhamini wetu wakafikiria, lakini shabiki mmoja akafikiria, akaja na suluhu ya hiyo changamoto. Na kwamba sasa hivi tunapozungumza, kitu pekee ambacho tunapaswa kukifanya ni kuendelea kutuma maoni yetu juu ya namna gani tunaweza tukaliendea hilo jambo, kwa sababu kanuni ipo, kanuni ni kali na klabu zinaadhibiwa, lakini makosa yanaendelea. So ni wakati wetu wadau wote tusibaki kusema bodi ya ligi inatupiwa lawama. Bodi ya ligi ni mwendeshaji, anaendesha kwa kutumia nini? Anaendesha kwa kutumia kanuni. Kanuni zinaboreshwa vipi? Zinaboreshwa kwa uwazi kabisa. Tunatoa taarifa kwa umma, pia tutumieni maoni yenu, akatwa mpaka dilika kwa kanuni zinarudi kwenda kutumika. Kwa hiyo ni wakati wetu kuendelea kuhimizana kupitia nafasi ndio nao nyie mnasikilizwa na watu wengi zaidi. Zungumzeni na wadau, waambieni watume maoni kwa bodi ya ligi kuu Tanzania. Tulitangaza namba ya simu, tulitangaza barua pepe, tulitangaza maoni ofisini, na vyote hizo ni katika kuhakikisha wadau wengi zaidi wanatoa maoni yao.
tupokee maoni, tuyafanyie kazi, yabadilike kuwa kanuni, zitusaidie kuendelea kulinda brand ya ligi yetu. Boimanda, watu wengi wadau wanauliza swala la labda kukatwa point, hili likoje, na ukitupa pia reference ya wenye mpira wao, kwa sababu mpira wenye mpira wake ni FIFA, utaratibu ukoje kikanuni huku, na kama ukataji wa point unaweza kawa inaingia kwenye kanuni, ama hili jambo linakuwa ni hash sana, ni gumu kufikia huko? Pesi yangu na kwa kile ninachofahamu, FIFA wana discourage sana kukata point ambazo klabu imepambana kuzipata. Ni kitu ambacho hakiwi entertained. Kinakuwa discouraged kwa sababu kuna namna nyingine ya kuondoa hizo challenge, ikiwemo kuadhibu kwa kutoza faini kubwa. Mimi naamini bado sisi hatujafikia hata theluthi moja ama hata robo ya faini ambazo hata CAF, tuachana na FIFA, CAF tumekuwa wakizitoza kwa klabu zetu pale zinapofanya makosa. Kwa hiyo kuna adhabu zipo zinaweza kuumiza zaidi hata hiyo kukata pointi, na zisiathiri ule hadhi ya ligi, zisiathiri status kwa maana ya kile ambacho klabu imepambania kukipata, si ndio? Lakini klabu zinaweza kuadhibiwa, wadau wanaweza kuadhibiwa kwa kutozwa faini, kufungiwa na kadhalika. Naamini maoni ya kukata pointi, kwa sababu maoni yako wazi, kila mtu anaweza kutuma maoni yake, lakini nimejaribu kujibu swali lako kwa kile ninachofahamu kwamba swala la kukata pointi limeonekana kuwa jambo ambalo wenzetu wanalipinga sana, na hata wewe ni shahidi. Unaona namna ambavyo klabu mashirikisho ya taifa yanavyoadhibiwa kwa kutozwa faini kubwa kwenye makosa mbalimbali, badala ya adhabu za kukatwa pointi ama kupokonywa ushindi. Okay, tunakushukuru sana Boimanda, bado mjadala ni mkubwa hapa, kama tutahitaji chochote tutarudi kwako. Bila shaka Juma, namba yangu ni ile na nawakaribisha wakati wowote, kwa sababu huo ni mjadala wa kujenga, ni mjadala ambao unaweza kututoa ipo kutupeleka sehemu nyingine. Haya, asante sana msemaji wa bodi ya ligi Karim Boimanda, na ukiwasikiliza kabisa unaona lile kwanza tuondoe mawazo ya point, mawazo ya kukatwa point tuetoe, hayo tuyaache, hayapo kabisa. Hiyo hata mimi tangu jana nilisema, lakini that's a good idea. Yeah. Ni idea nzuri. Unajua kila kitu kina mwanzo wake na kila kitu kina maboresho yake. Inawezekana kweli FIFA wabariki hicho kitu. Lakini do you think kwamba kutokukata point ni wazo zuri? Mimi Rich nitasimama hapo kwamba kata alama. Rich, watu wanachokitafuta si ni alama 3. Ni kweli. Nguvu inayotumika kote huko ni kwa sababu ya alama 3 tu, Juma. Ukiondoa, mimi naamini huwezi kuondoa sasa. FIFA hawaencourage hilo jambo. Ndio maana mimi hawaingilii kanuni za ligi. Lakini mpira ni wa nani? Juma, FIFA hawaingilii kanuni za ligi. Lakini kwani Yanga walivyoenda tuseme na ile kesi yao kule CAS, walirudishwa kwenye mamlaka za ndani. No, wanakurudisha. Lakini mamlaka za ndani pia zinaweza zinaweza kufanya hayo. FIFA ndio mwenye mpira. Na wao wametengeneza hizo sheria ambazo zinatumika kote duniani. Wamewaachia ninyi mtengeneze hizo kanuni, lakini hizo kanuni zisiende zaidi, zisiende mbali na kile ambacho wao pia wanakifikiria kuhusiana na mpira wao. Hayo kuna mataifa, kuna vilabu vimewahi kukatwa alama. Hadi sasa hivi hata kwetu watu wanaruhusiwa kukatwa alama. Kuna baadhi ya vitu vinavyoruhusu wewe ukatwe alama. Ambavyo ni vipi? Unaweza kumtumia mchezaji, labda mchezaji alikuwa na usajili ambao una changamoto na ulishamtumia kwenye mashindano, ushaelewa. FIFA pia wanabariki huyo mtu kukatwa kwa sababu alitumika huku akatumika huku na vitu kama hivyo. Labda mimi naweza mchezaji ambaye ana kadi. Yes, mchezaji ambaye ana kadi. Yule kile kitu, subiri kidogo, kile kitu ambacho kinaenda kuaffect zile sheria 17 za mpira. Unaelewa? Sheria 17 za mpira ni za FIFA. Sio? Kwani Juma samani. Namalizia. Kwenye hizo sheria 17 ikifanyika kitu chochote ambacho kinaenda kuaffect, kinaweza kuaffect hizo kwenye alama 3 inaweza ikaondoka. Sasa kuna situation hapa katikati tumeziona mfano za waamuzi. Ndio. Ambazo hizo moja kwa moja zinaenda kuaffect sheria 17 kwa sababu muamuzi pia ni mmoja kati ya watu ambao wanatakiwa
wazitekeleze sheria 17 za mchezo. Ndiyo. Na waamuzi wengine wamefungiwa, lakini yani kufungia ni kuadmit kwamba bana hapa kuna makosa yalifanyaje? Yalifanyika. Lakini hakuna alama 3 zilizokatwa. Kwa hiyo kama kuna waamuzi wamefungiwa kwa maana kwamba hawakutekeleza utaratibu mzuri wa sheria 17 lakini point 3 zikokatwa. Mimi hapo ndipo napoenda kumuelewa Evans. Kwa sababu gani? Kila kitu ambacho kinafanyika either ni ndani ya uwanja au nje ya uwanja, either ni sahihi au sio sahihi, ni kwa ajili ya kuzipata hizo point 3. Na kama sio kitu sahihi, ni kwamba hicho kitu moja kwa moja hakitakiwi kwenye upande mzima ukiwa na michezo. Na kama kitu hakitakiwi kwenye upande mzima ukiwa na michezo, ni kwamba wewe umetoka nje ya script ya sports. Unatakiwa ukate point 3, na nafikiri ndio kitu ambacho Evans anakimaanisha. Ila mimi siafiki hilo la kukata watu points. Mimi nadhani itengenezwe kanuni kama hivi ambavyo Karimbo Imanda anasema kwamba watu watoe maoni. Wape maoni. Unajua kuna namna nyingine pia mnaweza mkaadhibu watu kwa ambayo ni ipi? Mfano, sawa? Unajua hawa tunasema kwamba ni klabu tajiri na zinaweza kulipa kwa sababu mara nyingi mimi naamini mara nyingi wanaongoza kwa kugoma. Sawa? Kwa issue ya kupulizia dawa ni hao Simba na Yanga. Most of the time, ndio. Hao ndio wana pesa na wanaweza kulipa hizo. Lakini kuna kiwango cha pesa ukiweka pia hata wao pia nao wataogopa. Lakini sio mfano ni ipi? Mfano labda kiasi gani? Mfano leo tuseme leo, sawa? Kwamba ukigoma kuingia kwenye dressing room, sawa? Ukaenda kubadilishia kwenye nyumba kama vile ilivyokuwa jana. Fine milioni 500. Hivi ni usisahau dhamira ya bodi ni kwamba pia sio kuuziumiza. Sawa, sio kuuziumiza. Kwani Juma, si wanafanya makusudi kwani? Unafikiri wanafanya bahati mbaya? Tumewaonya kikawaida, tumewambia mtalipa milioni 5. Si ndio? Kawaida kwa sababu mnamudu. Sasa tumeweka hii adhabu ya kawaida, nyinyi mnaona kwamba mnaifikia. Si ndio? Lengo si ni kukomesha hii tabia. Lengo sio kwamba si kuwafanya nyinyi ni mtaji wa kuvuna pesa. Tunataka tukomeshe. Okay. Sasa hivi ambaye atakuwa hataki kuingia kwenye dressing room kwa sababu kuna madaktari wapo na kitu kingine, let's say sawa. Madaktari wa timu, let's say madaktari wa Yanga wameenda kukagua, wameona kwamba hapafai. Basi kuwepo na daktari ambaye ni neutral, sio wa Simba sio wa Yanga. Huyo labda awe anatoka yeye ni vyovyote ili mradi asio Simba. Yes, awe sio na Simba na Yanga. Huyo ndo awe anakuja kutuambia, amepima bwana hii dressing room iko sawa kwa kutumika. George Magunga, Jemedani ananiambia eti mimi niko wapi? Eti sitaki alama 3, sitaki faini kubwa, niko wapi? Lakini mimi ndio wakati unaelewa unyoke. Hebu mfano, umesikia anasemaje? So hebu umeona kwamba kukata points mimi siafiki kwa sababu hata FIFA pia huwa kuwepo na reason ambazo zinaeleweka za kumkata mtu alama 3. Lakini tuweke milioni 5, I mean milioni 500. Najua hiyo ni pesa nyingi, wana afford. Lakini hakuna kiongozi ambaye atakubali kwenda kulipa faini milioni 500 kwa sababu tu kuto kuingia kwenye dressing room. George Magunga, wataenda. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.